Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Na wapenzi waumini, salatu aljumaa iliyopita watu walitoa mawaidha na wakauliza maswali mazuri kabisa, na katika darsa lililotolewa tumepata faida kubwa sana. Masha Allah, Sheikh wetu Nasoro wallah alifafanua vizuri katika lile swali ambalo lililoulizwa, na akajitahidi kujibu kwa namna ambavyo alivyojibu. Masha Allah. Na mimi pia nawapa faida pia, endapo Muislamu atalala usiku na akajamiana na mkewe katika huu mwezi wa Ramadhani, baada ya kujamiana na mkewe, Masha Allah, akapitiliza mpaka salatul fajri, anakuja kustuka Allahu akbar, Allahu akbar, yani salatu al-fajr tayari ishaingia. Au amejamiana na mkewe alafu anakuja kustuka kukuiko yani vipi somo yako? Utatakiwa uendelee au utatakiwa kwa kuwa hujajitaharisha ile saum upate kuitoa? Mimi nawekea taukidi kuelimisha jamii kwamba unachotakiwa, angalia hadithi kutoka kwa Aisha na Salama. Anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anapitiliza pia mpaka kwenye wakati subuh, kwenye Allahu akbar, Allahu akbar. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitaharisha haraka haraka, na baada ya kujitaharisha akawa anaelekea masjidi kwenda kutekeleza ibada ya swala. Ina maana hata wewe ikiwa usiku umejamiana au umelala na mkeo ukafanya tendo la ndoa, baada ya kuamka na kustuka unatakiwa ujitaharishe. Baada ya tahara moja kwa moja na wewe upate kuelekea katika kutekeleza ibada zako insha Allah. Kwa ili isije ikapelekea wewe ikawa sababu ya kutofunga. Kama utofunga itakuwa una sababu labda binafsi umeamua usifunge. Lakini wapenzi waumini, hapa katika kipindi chetu tunafuatiliwa na mitandao mbalimbali katika channel yetu ya Nuru TV, pia wanatutizama. Lakini wale ambao wanatufuatilia mitandao ya kijamii mbalimbali, wale sana wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya YouTube katika channel yetu ya Nuru TV, wasisahau kusubscribe katika channel yetu ili wapate kwa kwanza kupata hizi darasa zetu ambazo zinazoendelea. Lakini pia wapenzi waumini, katika vitu ambavyo watu wengi vinawafanya wasifunge kwa kusingizia au kuwa na wasiwasi ya kwamba uende ikawa funga yetu ni batil, watu kutotilishwa nia. Kuna mtindo mmoja ambao watu wengi kipindi cha zamani, watu wengi hii akhlaqi au tabia hii ilijaa sana kwa wao, kwamba mashekhe, baadhi ya mashekhe wanapita misikitini au wanapita katika majumba ya watu kuwatilisha nia, nawaitu somo ghadi ana ada. Ikiwa hajapita katika nyumba fulani, basi unakuta moja kwa moja katika ile nyumba hawafungi kwa sababu shekhe hajatutilisha nia. Tena namna alivyokuwa na tabia mbaya, wanaweza akapita pale labda wanakula kitu fulani, mkate labda, wamekuja na bofu yako, shekhe vipi tena mbona unakula mwezi wa Ramadhan? Unasikia si shekhe jana hajatutilisha nia. La, nia fi qalb, nia ipo moyoni. Kwa kuwa unajua mimi kesho nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, hiyo ni nia tosha. So lazima uwekewe na waitu somo ghadi, hii sio lazima. Kwa hiyo katika vitu vinginevyo pia hii nia isije ikawa sababu ya watu kutofunga. Vipo vitu vingi sana, watu wengi wanakuwa hawatekelezi ibada ya somo kwa kusingizia baadhi ya vitu au kwa kutofahamu. Somo sio nzito sana kupelekea usitekeleze ibada ya somo. Tufungeni jamani. Ubora wa kufunga una ubora mkubwa. Kuna fadhila kubwa sana ambazo zinazopatikana katika hii ibada ya kufunga.
Na katika ibada ya funga anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhan, mtu yeyote mwenye kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, imanan, kwa imani kabisa, wahtisaban, lakini pia kataraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala, basi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, basi Allah humsamehe madhambi yake ambayo bado hajayafanya. Allah anamsamehe madhambi ambayo aliyafanya na bado hajayafanya huko mbele, atakuja kuyafanya, kwa sababu kullu ibn adama khata'u, kila binadamu ni mkosefu. Allah tupe nini? Lakini pia Allah anatuambia kwamba saumu, funga ni yangu mimi, malipo ambayo yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani, basi Allah mwenyewe ndio anatambua malipo yake. Ubora wa nini? Wa kufunga. Tufungeni jamani. Katika kufunga kuna malipo makubwa.